Wakati teknolojia ya ulinzi na doria za kisasa katika vita na matishio ya kiusalama zimesonga sana katika utandawazi na maendeleo ya sayansi na teknolojia, ambapo majeshi ya nchi zenye nguvu zaidi duniani yamewekeza zaidi katika matumizi ya tehama na kupunguza nguvu kazi, yaani manpower, na kujizatitia mifumo ya kisasa ya ulinzi. Hapa namaanisha akili unde au akili mnemba, ujasusi wa kutumia wazawa, matumizi ya ndege nyuki au ndege zisizo na rubani, drones, kujua na kunusa hatari za baadaye, hasa katika usalama na mapito ya njia za misafara ya viongozi. Kwa Ibrahim Traore, imekuwa kizaazaa baada ya kuingizwa mkenge na afisa wake wa karibu, akikwepa foleni ya barabara kuu kutoka ikulu ya Kosiam kuelekea uwanja wa ndege wa Thomas Sankara International Airport jijini Wagadugu nchini Burkina Faso alfajiri katika mawio ya 3 ya juma la 4 katika mwezi wa Aprili mwaka 2025 mashariki mwa mji wa Fada Ngoma nchini Burkina Faso. Rais Ibrahim Traore akiwa uwanja wa ndege alijitwalia kikombe cha chai kama ilivyo desturi yake. Ghafla upepo ulivuma na vumbi likatamalaki pande zote, hata barabara kuzunguka uwanja huo zilitandwa na kutoruhusu uono. Macho yake yakawa makali yakiangaza na kutafakari safari itakuwaje. Wakati huo vijana wa kike na wa kiume pamoja na wafuasi wa siasa za Traore walisimama kusubiri kwenye vituo, vitongoji na vijiji, wakitazamia ni muda gani kiongozi wao Ibrahim Traore atapita wapate kumlaki na kupaza sauti za kero ama namna yeyote ya utatuzi wa changamoto zao, kama wafanyavyo viongozi wengi wanaopendwa na wananchi wa hali ya chini. Tumechelewa, Idrissa, mshauri wake mwenye sura ndefu, alisema kwa wasiwasi. Barabara kuu itachukua saa 2 zaidi, lakini kuna njia ya mkato polini. Sauti yake ilijaa mashaka yasiyo na yakini. Traore alimwangalia kwa kumkazia macho. Salama? Idrissa alitikisa kichwa chake huku akijitia ujasiri. Askari walisimamia jana, hivyo kila kitu kitaenda sawa sawa mkuu. Msafara wa Traore, ukihusisha magari 5, uliondoka kwa kasi. Magari 2 ya Delea yakipandikizwa silaha yalitangulizwa mbele, gari la Rais Traore katikati na mengine yaliyosalia yakifuatia nyuma. Barabara ilikuwa nyembamba, mashimo kemkem, vikwazo vya njia kila kona, majani makavu yakijiviringisha kama vipande vya ngozi za nyoka. Hakuna sauti za wanadamu wala wanyama iliyosikika njia nzima. Uvumi na milio ya magari pekee ilisikika. Ghafla dereva alikanyaga breki kwa nguvu katikati ya barabara. Msafara ukazingirwa na ng'ombe wenye siha na urefu wa pembe, mwili wake wa kahawia uking'aa chini hata juu. Piga honi, Rais Traore aliamuru kwa jazba. Kelele za magari zikajaa pote, lakini ng'ombe hakushtuka wala hakuogopa. Alitazama uelekeo moja kwa moja, sawa na gari la Rais. Traore alikaza macho yake yenye mamlaka akiamuru. Askari mmoja alipiga risasi hewani. Ng'ombe alitikisa kichwa tu kama akisema nimekataa. Rais alishtuka. Kwa nini hali hii? Karim, mkuu wa walinzi, alijibu kwa kigugumizi. Sijui mheshimiwa. Ibrahim Traore alishuka kutoka kwenye gari, kofia yake ikapigwa na upepo. Angalieni chini yake, aliamuru kwa sauti ya chini. Walinzi 2 walijifunika kwa tahadhari, wakapiga magoti chini ya tumbo la mnyama. Ghafla mmoja wao alilia kwa hofu. Kuna waya na bomu. Njia nzima ilikuwa imefukwa mabomu 3. Tulikaribia kufa, Karim alipiga kelele. Rais aligeuka kumwangalia Idrissa ambaye uso wake ulitiririka jasho. Uliniambia njia hii ilikuwa salama. Mshauri alinyamaza, mikono yake ilitetemeka.
Mkamateni Idrisa. Rais alitoa amri kali. Askari walimvamia kama nyangumi wakimvamia samaki. Mheshimiwa na hapa, Idrisa alijitetea. Waliniambia haitakuua, ilikuwa ni ujumbe tu. Dakika chache baadaye redio zilipiga kelele. Kamanda Sekou alifika akiwa na taarifa. Idrisa alifanya mikataba na wageni, walinunua kwa pesa za kiharamia. Risiti zilizochapishwa zilionyesha miamala ya siri na kampuni ya kijeshi ya nje. Usiku huo rais alisimama mbele ya taifa. Wanataka kutuangamiza, sauti yake ikisonga kwenye runinga, lakini ng'ombe mmoja alisimama mbele yao. Sisi ni watu wa haki na tutashinda. Ulimwengu ulipiga kelele. Burkina Faso ilikuwa imeshaamka. Siku iliyofuata picha za ng'ombe zilienea mitandaoni. Vijana walimuita shujaa wa vumbi. Watoto walicheza kwenye mashamba wakimdanganya yule mnyama wa ajabu. Hata hivyo, eneo la shambulio lilibaki likitokwa na mawazo. Nani alimtuma ng'ombe huyo? Ikulu ilijaa mawasiliano ya kigeni. Balozi wa Ufaransa alituma ujumbe wa pole, lakini Kamanda Sekou alikataa kukutana naye. Hawakubali kushindwa. Alimwambia rais watajaribu tena. Mwezi mmoja baadaye zawadi ya chai kutoka Uswisi ilifika Ikulu. Sanduku lilifunguliwa kwa tahadhari. Ndani mlikuwa na bangili yenye sumu. Ni kitu cha kifo, Sekou alisema baada ya uchunguzi. Rais alitabasamu. Wamejifunza kushindwa kwa mabomu. Sasa wanatumia ujanja. Kwenye mkutano wa siri, rais aliwatahadharisha maafisa wake. Operesheni angavu iendelee. Kila mtu achunguzwe. Vyombo vya habari vya kigeni vilianza kumtaja kama kiongozi asiyeangushwa. Usiku wa baridi, ng'ombe aliyepatikana na jeraha kwenye mguu aliletwa Ikulu. Uchunguzi wa damu ulibaini kitu cha kushangaza. Alikuwa amegusa damu ya binadamu. Mtu alijaribu kumuua, Sekou alisema, lakini ng'ombe alishinda. Mikutano ya kijeshi ilizinduliwa. Hatutaki mabomu tena, rais alitangaza. Tunataka elimu, teknolojia na umoja. Vijana walianza kujitolea kwa vikundi vya usalama. Idrisa alikili mahakamani, niliuza taifa kwa dola 300. Umati ulipiga kelele, muueni. Walinzi walimlazimisha kunyamaza. Hukumu yake ilikuwa ni kifo, lakini Traore alibadilisha kuwa gerezani. Aishi alione taifa likisonga mbele, alisema Traore. Kwenye bustani ya ikulu ya rais, alisimama mbele ya sanamu ya ng'ombe iliyojengwa kwa chuma. Uliniokoa, alisema kwa sauti ya chini, lakini vita bado haijaisha. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania.